Bwana Yesu Kristo asifiwe, watumishi wa Mungu. Mungu abariki sana. Nitakwenda kuomba kwa ajili ya kuanza kipindi. Baba, katika jina la Yesu nasema asante Bwana Yesu kwa neema yako. Asante kwa kunipa kibali machoni pako Mungu. Ninaomba toba na rehema kwa ajili yangu na kwa ajili ya kila mteule ambaye anafuatilia somo hili Bwana. Naomba Bwana Yesu ukafungua ufahamu wa rohoni, macho ya rohoni na masikio ya rohoni, kila mmoja akapate kuelewa. Ninatisha akili zangu na ufahamu wangu na yaruhusu mapenzi yako Bwana. Ninene kile tu ambacho ni mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Ninawafunga wakuu wa giza na wakuu wa anga, maajenti na makala wa kuzimu katika jina la Yesu. Baba, naalika uwepo wako na nguvu zako. Ninaomba nikiamini katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe, watumishi wa Mungu. Leo tutakwenda kujifunza somo linasema kupambanua roho, kupambanua roho katika siku za mwisho, kupambanua roho. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa nini ni muhimu kwa kila mteule kupambanua roho? Tunaona katika Mathayo sura 24 mstari wa 24 anasema watadanganyika yamkini hata walio wateule. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawajui namna ya kupambanua roho. Kwa hiyo kila mteule ni muhimu sana kuweza kupambanua roho. Takwenda kusomea hapa Mathayo 24:24. Anasema hivi, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza yamkini hata walio wateule. Kwa hiyo wateule wengi watadanganyika kwa sababu hawajui namna ya kupambanua roho. Katika hizi siku za mwisho ziko roho ambazo zingine si roho wa Mungu